Kwa hiyo kufikia ile 92 tumekubaliana kwamba majeshi yajiondoe. Na kwa faida ya wale vijana ambao hawaelewi, kabla ya maamuzi yale ya mkutano mkuu wa mwaka 92, majeshi yote walikuwa ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Walikuwa ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Na tulikuwa na mkoa unaoitwa mkoa wa majeshi. Na mkoa ule wa majeshi ni unahesabu mikoa tulionayo ya Tanzania bara pamoja na Tanzania Zanzibar, alafu unakuwa na mkoa wa ziada kwenye uwakilishi kwenye National Executive kwenye halmashauri ya taifa unaotoa uwakilishi kutoka vyombo vya ulinzi na usalama unaoitwa mkoa wa majeshi. Lakini tulipoingia kwenye mfumo tukasema hapana, vyombo hivi tuviache vibaki na kazi moja ya ulinzi wa nchi yetu, lakini wapewe haki ya kupiga kura. Kwa hiyo wana haki ya kupiga kura, kuchagua viongozi wao kwa mujibu wa katiba, lakini hawana haki ya kujiunga na vyama vya siasa. Na kulikuwa na sababu za msingi, baadaye nitazigusia. Lakini tulipoingia kwenye mfumo huo, miaka ile mitatu vyama vya upinzani vilihangaika kujijenga, kwanza kusajiliwa, lakini vilihangaika kujijenga. Ni bahati mbaya sana kwamba vyama hivi havijaweka nguvu sana. Maana mwalimu, tulikuwa tunatarajia vyama makini, vyama ambavyo vimejipanga vizuri kimuundo, kisera na kiitikadi. Lakini mpaka tunaingia uchaguzi mkuu, kimsingi vyama vya upinzani vilikuwa havina wagombea wao walioviasisi vyama vile ambao walikuwa wanaweza kutoa ushindani kwa Chama cha Mapinduzi. Bahati yao, mmoja wa makada wa Chama cha Mapinduzi, na hapa baadaye nitawaambia, hata kutoka hiyo 92 mpaka sasa, kama mtafuatia chaguzi 6 zilizopita, nisema chaguzi 6 maana yake ni uchaguzi wa 95, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020. Katika chaguzi hizo 6 ni chaguzi 3 tu ambazo vyama vya upinzani vimeweza kupata asilimia walao ya kuridhisha. Mwaka 95 walipata, CCM ilipata asilimia kama 62. Kwa hiyo wapinzani wakagawana asilimia zilizobaki. Wakati huo mgombea wetu alikuwa Benjamin William Mkapa. Mwaka 2005 grafu ya CCM ilipanda sana, asilimia karibu 70 nadhani 82. 72 wakati wa Mkapa. Mwaka 2005 baada ya Mkapa kumaliza muda wake na nchi kuchukuliwa na Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, asilimia Dr. Kikwete ilikwenda karibu asilimia 70 na 80 nadhani. Asilimia themanini. Dr. Jakaya Mrisho Kikwete alipata asilimia 82. Na miaka 5 baadaye grafu ya CCM ikashuka kutoka 82 kuja 62. Na baadaye ilipofika mwaka 2015 grafu ya CCM ikashuka kuja asilimia 58. Ilipofika 2020 grafu ya CCM ikapanda kwenda asilimia 84. Vipindi vyote hivi vitatu, mwaka 95, mwaka wa nchi kutoka upinzani walikuwa ni makada wa CCM ambao kuridhika na mchakato ya ndani ya CCM. Ni makada kabisa. Kwa sababu 90 vizuri product ya Kivukoni. Aliyekuja baadaye kuipa pumzi upinzani ni Dr. Wilbrod Slaa. Huyu alitoka madhabahuni, kwa anafanya kazi kanisani katika kanisa Katoliki, lakini baadaye aliamua kurudi kwenye siasa. Lakini alianza kugombea ubunge mwaka 95 na hayati Patrick Cole kwa tiketi ya CCM. Aliongoza kwa kura, lakini CCM haikumteua Dr. Wilbrod Slaa. Slaa akahama CCM kwenda upinzani wakati ule. Kwa hiyo akachukua jimbo na baadaye akaja kupata nafasi ya kugombea urais. Naye kidogo akapata kura zake ambazo zilinyanyua hadhi
ya kura za wapinzani. 2015 historia ikajirudia tena kwamba mmoja wa makada wa Chama cha Mapinduzi, waziri mkuu wa nchi yetu kwa tiketi ya CCM, jumba kamati kuu, kada umoja wa vijana, katibu msaidizi mkuu wa CCM idara ya organization makao makuu ya chama, katibu mtendaji wa chama wa mkoa huu na mkoa wa Kilimanjaro hayati Edward Lowassa alihama baada ya kutokuridhika na mchakato wa uchaguzi wa ndani wa Chama cha Mapinduzi, naye akaenda kuipa nguvu tena upinzani mwaka 2015. Lakini safari zingine zile tatu ambayo grafu ya upinzani imeshuka ndio iliyoongozwa na wale ambao hawajawahi kuwepo CCM. Kwa hiyo tuliposema tunaingia kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa na tukasema kwamba tusimuone yote anayehama ndani ya CCM kwenda kwenye chama kingine cha siasa kama msaliti, au tusimuone msaliti anayetoka kwenye chama kingine kuja CCM, tulitaka kutoa uhuru na haki ya raia wa nchi hii kujiunga na chama anachokitaka, kama ambavyo katiba yetu inatoa uhuru huo kwa upande wa siasa, lakini inatoa uhuru wa mtu kujiunga na dini yoyote au kwenda kwenye imani ya dini yoyote kadri anavyoona inafaa. Kwa demokrasia hii ndio iliyoipa nguvu kidogo upinzani baada ya makada wa Chama cha Mapinduzi kuhamia upande wa pili. Kwa nataka kusema kati ya 92 hadi sasa au 95 mpaka sasa, vyama vya upinzani nchini havijafanikiwa kujijenga, havijafanikiwa. Na ushahidi mzuri mwaka 2020 upinzani ulikosa kura, ulipata ushindi dogo mno. Sababu yake mnajua kama vyama hivi havijawekeza kwenye sera, havina itikadi, havina ilani ya uchaguzi inayoeleweka. Hata ile 2015 walisema iko kwenye mtandao, tumejaribu kugoogle mpaka leo hatujaona. Sasa ilipofika uchaguzi wa serikali za mitaa juzi, vyama hivi vya upinzani havijaweza hata kuweka wagombea, havijaweza kuweka wagombea katika ngazi mbalimbali kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Ni vizuri ieleweke hili. Kwa hiyo CCM ilisimamisha wagombea katika nafasi zote. Upinzani kwa ujumla hawajafika 50% ya kusimamisha wagombea. Acha na biashara inayosema kuenguliwa. 2024 hakuna aliyeenguliwa. Walisimamisha chini ya 50%. Sasa la kujiuliza, nani kawanyima wasiwasimamisha wagombea? Ni kutokuwa na mipango, kwa sababu tunaamini vyama, wanasiasa makini wanajua mwisho wa uchaguzi mmoja ndio mwanzo wa maandalizi ya uchaguzi mwingine. Kwa 2024 hawakuweza kusimamisha wagombea. Lakini tatizo jingine ni upungufu wa ukomavu wa kisiasa ndani ya vyama vyenyewe. Unajua, huwezi kudai demokrasia, haki ya kushindana kati ya chama na chama, lakini demokrasia ya ndani ya chama kwako inakuwa ni saratani. Lazima ujenge chama ambacho kina katiba, kina kanuni ambazo zitaongoza wanachama wa chama hicho kupata haki yao ya kushiriki, kuchagua na kuchaguliwa. Kwa hiyo bado demokrasia ndani ya vyama vya sasa tulivyonavyo vya upinzani bado ni kizungumkuti. Na mimi nitawaambieni, wakati chama cha NCCR Mageuzi kinawika baada ya uchaguzi wa 95, wenyewe kwenye vikao vyao kule Raskazone, hoteli ya Raskazone Tanga, walivunjiana viti wakapita madirishani. Ikawa ndio mwanzo wa kusambaratika kwa chama cha NCCR Mageuzi, na hayati Agostino Lyatonga Mrema kaondoka NCCR kwenda chama cha TLP. Lakini si upeleke mbali, twende tujuzi katika uchaguzi wa chama kilichokuwa kinasema ndio chama kikuu cha upinzani nchini, Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Uchaguzi wa ndani ya chama haukukiacha chama hicho salama hata kidogo. Na mnakumbuka ushindani na vituko vilivyokuwepo wakati wa kampeni zao kati ya aliyekuwa mwenyekiti wa chama na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama. Baada ya makamu mwenyekiti kuibuka kwa ndio mshindi na kila mmoja kupata alichopata, chama kile kimegawanyika vibaya sana. Ninyi ni mashahidi. Na nchi hii ni vizuri tuweke records vizuri. Uchaguzi ile haukuiacha Chadema salama.
Imeibuka makundi kama matatu. Kundi moja kama mnavyojua ndio limekwenda kwenye upinzani na kujiunga na chama cha Chauma, wametoka Chadema. Kundi moja halieleweki lilipo, linaloongozwa na aliyekuwa mwenyekiti wa chama, limenyamaza, haliko huku Chauma, halijaenda upinzani, halijiungi na mwenyekiti wao. Mwenyekiti mstaafu amenyamaza, naye anatazama tu. Lakini kundi la tatu ni kundi la no reform no election. Sasa hili la no reform no election, nataka niwaambie, sio kwamba kauli mbiu ya no reform no election sio kwamba eti kwa sababu unataka mabadiliko ya katiba, unataka mabadiliko ya tume ya uchaguzi, unataka mabadiliko ya sheria ya uchaguzi. Katiba hii ya 77, sheria hii ya uchaguzi, tume hii ya uchaguzi ndiyo iliyompa Slaa kura zile alizozipata, Lowassa kura alizozipata, Lipumba kura alizozipata, Mrema kura alizozipata, ndio iliyomtangaza Mbowe kwa mbunge, ikamtangaza Slaa kwa mbunge, ikamtangaza Mnyika kwa mbunge, ikawatangaza wagombea wa vyama vingine vya siasa kwa wabunge.